Na Sheikh, katika pita zetu katika mitandao yetu ya kijamii kuna clip ambayo tumekutana nayo, nadhani ambayo hii hapa maswali yetu ya leo katika kipindi chetu cha Ifadhatul Qarib wal Ba'id yatatokana na clip hii. Hebu tuisikilize kwanza. Asalamu alaykum Sheikh, Allah akuhifadhi. Tumesikia matangazo yenu juu ya kongamano linalotarajiwa kufanyika Mwanza mwezi Juni. Tulichostaajabu ni kuona baadhi ya washiriki na madai wa kongamano hilo ni Sheikh Nurdin Kishki na TV yake. Tuliasikia miaka ya nyuma juu ya kumkata shekhe huyu na kutoshirikiana naye kutokana na mikhalafa alionayo, ikiwemo kushirikiana na mapoti mapotovu kama maibadhi. Je, amerejea na kutubia kiasi cha kufungua ukurasa mpya wa ushirikiano naye? Anaitwa Saifullah wa Tanga. Naam, taarifa alizotoa muulizaji zina ukweli kiasi kikubwa, kwamba kweli kwanza ifahamike kwamba kulikuwa na makubaliano ya wanasunna wa Afrika Mashariki kufanya kongamano la kielimu, kwa maana kuwaita watu kutoka sehemu mbalimbali, iwe ndani ya ule mji wa kongamano au nje, waje kunufaika na mashehe mbalimbali unaotoka nchi za Afrika Mashariki. Ndiyo. Ilikuwa imejumuisha Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, na baadhi ya wakati wanakuja mpaka Kongo. Sema Kongo kwa sababu ya matatizo ya kiamani kule, huwa mara nyingi hawaji. Lakini hizi nchi nilizozitaja nne hizi huwa wanashiriki. Ndio. Sasa mwaka jana tulipofanya kongamano, huwa tuna kawaida kabla ya kongamano kuisha wanaulizwa watu kutoka zile nchi, nani mwaka huu atabeba jukumu la kuandaa kongamano. Sasa mwaka jana walipata ghera kubwa sana watu wa Mwanza, kwa sababu walikuja watu wengi kutoka Mwanza pia. Wakasema kwa kifua kwamba bwana, sisi safari kongamano tutalibeba sisi. Kwa hiyo wakenda wakakaa kama ilivyokuwa hapa. Tuna taasisi nyingi za sunna, lakini Answari tuliamua kujitolea. Ndio. Kwamba sisi tutabeba uzito wa kupokea wageni na wahadhiri na kila kitu. Kwa hiyo kule Mwanza kukawa na taasisi moja wana sunna inaitwa Safina. Ndio. Unaona? Kwa hiyo wao walipofika kule mwanzo wa mwaka wameanza kufanya maandalizi. Hivi karibuni sasa ndio wakaanza kutoa matangazo, kutaja tarehe. Nafikiri itakuwa mwezi wa 6, tarehe 27, 28 na 29 kama sijasahau. Wakawa wanatoa sasa matangazo ya mashehe watakaohudhuria. Ndio. Unaona? Kweli tukaona mashehe, lakini sasa kwenye magrupu yetu tulikuwa na hadhari ya mpaka tupate mtu tunayemwamini ndio tunatangaza list. Sasa katika bahati mbaya ni kwamba tulikuta kuna tangazo la shekhe aliyetajwa hapa, Sheikh Kishki, kwamba atahudhuria. Hili kwa hakika lilitufanya tuache hata kutangaza, kwa sababu msimamo wetu uko wazi. Sisi hatushirikiana na huyu bwana pale ambapo alipokwenda kushirikiana na watu ambao ni kwa sababu hili kongamano la wanasuna. Sahihi. Unaona? Si eti la Waislamu kwa ujumla. Ndio. Wakati huyu bwana alitangaza kwamba anashirikiana na maibadhi, anaona ni wenzawe katika da'wa, kwa hiyo anaweza kashirikiana mkono kwa mkono mpaka akafanya mambo mengi ya kuonyesha kwamba bali mpaka sasa na msimamo wake ule ule. Ni juzi tu nimesikia hotuba ya Ijumaa anazungumzia umuhimu wa Uislamu kwa kitu kimoja bila kujali madhehebu. Inna lillahi. Sasa ukizungumza lugha namna hii, sisi wana sunna, kwa nini twasema ni kongamano la sunna? Kwa sababu tunaamini tunazungumza jambo ambalo halisi ni la Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunajiepusha na bid'a. Kwa hiyo tunakataa kuwakaribisha watu watakoeneza bid'a. Au hata kama wakueneza bid'a, kumleta mtu anafahamika mtu wa bid'a, inafanya watu waone kwamba hawa watu wamewakubali hawa, mbona tena wamewalika. Sasa huyu shekhe aliyetajwa hapa ana tabia ya kushirikiana na hawa watu wa bid'a. Sahihi. Unaona? Na mojawapo ni hiyo, liko wazi likuwa kwamba ameshirikiana na maibadhi, wakati sisi tunaamini watu wa sunna, sisi na maibadhi kwa upande wa itikadi tuna tofauti tena kubwa. Ndio. Unaona, sisi tunasema bid'a zao ni mukafira. Kuna baadhi ya mambo ambayo tunaona kwamba wao
hawako kwenye mstari wetu, hatuwakufurishi lakini saani watu wa bid'a tulisema wazi kabisa. Naam Sheikh, kama ulivyosikiliza hii klipu nadhani umesikiliza vizuri. Sasa wewe unaichukuliaje hii clip na umeelewa vipi na unazungumziaje hii clip? Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Naam. Ndugu yangu Ash-Shafi'i na Abdurrahman ibn Talha, Allah kuhifadhini. Hapa mimi nikipata tu hapa kwa haraka kuna mambo mengi ya kuzungumza, lakini kwa haraka kuna mambo mawili makubwa. Ndio. Jambo la kwanza, sisi tunamsapoti Barahiani katika baadhi ya nukta. Sawa. Na jambo la pili, tunamkumbusha katika nukta nyingine ya pili. Yaani kuna sehemu tunamsupport na kuna sehemu inabidi tumkumbushe. Yaani hatusemi kama hatuko naye, yaani tuko naye katika nukta zote, lakini nukta moja hiyo tunamkumbusha. Ndio. Nukta tunayomsupport hata sisi Ahlus Sunna wal Jamaa as-Salafiyun tunaukataa umoja feki ambao Sheikh Salim Barahiani mudir ameusema kwamba umoja feki hakuna. Kumeelewana vizuri? Yaani hayo ni mambo ambayo yako wazi kwa mtu ambaye ni salafi, mtu ambaye ni sunni. Anayajua hayahitaji kufanya bahthi, yani kwamba labda uingie kwenye maktaba upekue uchoke. Hapana. Umoja si umoja. Ndipo hapana. Yaani masala ya umoja feki sisi katika manhaji ya Ahli Sunna wal Jamaa Hakuna kabisa jambo kama hilo. Yaani maimamu wa tangu zamani, yani tangu zama za masahaba. Kuna ile athari Abdullah ibn Umar. Walipokuja watu wa bid'a wa Qadaria, aisema aliwaambia wale watu walitoka Iraq, wakamwambia kama kuna watu ambao ni Qadaria kama ilivyokuja katika mkadima Sahih Muslim. Akasemaje? Akasema mkirudi waambieni kama mimi niko mbali nao na wao wako mbali na mimi. Naona hapo. Kwa hiyo haya masala ni masala ambayo yanafatwa na maelekezo ya masahaba, ndio, na tabi'in na aima. Wakituelekeza kama katika misingi iliyokuwa sahihi aliyotuachia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama sisi atufanyi muamala au hatufanyi da'wa katika masala ya kidini na watu wa bid'ah. Sawa. Hakuna umoja wa sampuli kama hiyo. Umoja hakuna. Hilo halipo. Feki kabisa. Huo unaitwa umoja feki. Umoja feki. Mudiri hapo. Kwa hiyo hilo sisi tuko pamoja na mudiri. Kwa hiyo tunamsupport katika ile kwamba hakuna umoja ambao ni feki. Yaani hilo na yeye mwenyewe yuko sahihi kabisa. Yaani hilo kabisa mudiri yuko sahihi. Yostenta yuko sahihi kabisa katika maneno kwamba umoja feki hakuna. Hakuna, ni kweli. Umoja ni watu wawe na umoja katika sunna. Ndio. Na pia tunamsupport katika hilo. Aliposema kwamba Kishki au Shenuddin Kishki kwamba yeye analingania katika umoja feki na kutaamali na analingania katika umoja feki na kutaamali na watu wa bid'a ni sahihi. Ndio. Hayo tunaona sana katika taasisi ya Al-Hikma. Ndio. Ni kweli kabisa. Mara nyingi, mara kwa mara wanataamali na watu wa bid'a katika masuala ya da'wa. Kweli kabisa. Hilo ni jambo ambalo wala halina nini? La ubara alayhi. Aywa. Na hilo pia tunamsupport. Na jambo ambalo ni makosa. Na wao wenyewe wanajua kama ni makosa. Naam. Yaani wao kama ni Ahlus Sunnah wal Jamaa haqqan, wanajua kama hilo swala ni makosa kabisa. Kutaamal na watu wa bid'a katika masala ya kidawa. Ndio. Naona hii inajulikana na inafahamika. Utawaona katika mitandao mara sio kwa mtu wa bid'a fulani, mara kwa mtu wa bid'a fulani, mara kadha na kadha, bora wanafanya kitu fulani ambacho hata wao wangefanya na Ahlus Sunnah tu, watu wa sunna peke yao tu wangefanya. Ndio. Na hilo pia tunamsupport kwamba haya mambo ni kweli. Kweli kabisa, mdiri hapo ni kweli. Hilo ni kweli kabisa mdiri. Sheikh Salim Barahiani umesema kweli. Sadaqta fi hadha al-amr. Sana. Sasa naam Sheikh, katika hili nimesema kuna kwamba tunamsupport na tunamkumbusha.
Naam. Hii pia tunamkumbusha hapa kidogo, unaweza kutuelekeza au tunamkumbusha nini labda katika maelezo yake haya? Naam. Yaso kwenye kukumbusha kuna mfaa nini? Kuna mfaa muumini. Ndio. Kweli. Tunamkumbusha kwamba kitendo alichokifanya Sheikh Kishki cha kufanya dawa na maibadhi au kuwa pamoja na maibadhi, hata yeye mwenyewe anakifanya. Kweli kabisa. Na Kwa sasa tunamkumbusha ajirekebishe. Na hiyo pointi muhimu sana hiyo. Hii muhimu sana. Kweli hii kitu ipo kabisa kwa mudiri. Mudiri kuna baadhi ya watu wanashirikiana nao kabisa. Kuna naam. Na baadhi ya makundi na nini? Baadhi ya makundi. Kwa mfano kama kina nani As-Sururia. Na yeye anajua. Na yale masala mimi niliandika kwenye makala yangu au ile malzama yangu au kwenye malzama mbalimbali. Nimeandika kwenye ile nilipoelezea inhirafu ansar sunna an manhaj salafi. Masala nimeelezea kwamba mudiri anashirikiana ameshirikiana Sururia. Wale al-Mumtada al-Islami ambaye yuko Uingereza. Yule bwana Muhammad ibn Surur, Muhammad Zain al-Abidin as-Sururi au ibn Sururi Zain al-Abidin. Yule bwana shekhe anawatukana maulama wa kisalafi. Ndio. Yani ana matuzi hata muhaddith al-asr au muhaddith al-Yaman, muhaddith diyar al-Yaman, Muqbil bin Hadi al-Wadi'i hafidhahu Allah au rahimahu Allah ta'ala, ameandika kwenye kitabu chake Makhraj min al-Fitna, wakati anaelezea yani wakati anaelezea ameweka kipengele anaelezea hawa As-Sururia. Ndio. Ameelezea kuna sehemu kaelezea tablighi, kuna sehemu kaelezea ansar sunna, kuna sehemu kaelezea As-Sururia. Ameelezea Sururia, nadhani kwenye Makhraj min al-Fitan au itakuwa katika ijabatu sa'il. Ijabatu sa'il kitu kama hicho. Ndio. Kitu kama hicho Allahu alam. Lakini tufanye hivi katika moja miongoni mwa vitabu vyake. Ndio. Kawaelezea wa Sururia. Mwanzoni wakati anaanza kufanya dawa yake alikuwa anatangaza sunna, anaelezea sunna mpaka vijana wengi wakadhani kwamba huyu bwana ni mtu wa sunna, huyu Muhammad ibn Surur. Anawapiga mashia, anawasema masufi. Ndio. Anapiga radi maulidi. Mwisho tu baadaye ameenda, alipoona sasa amepata watu, vijana wengi wamemfuata, akapata wafasi wengi. Ndio akaiweka wazi manhaji yake sasa. Akasema huwa ikhwani man huwa salafi manhajan wa ikhwani huwa salafi aqidatan wa ikhwani manhajan wa muwajahatan. Ndio. Akasema kwamba yeye manhaji yake ni ikhwan. Yuko katika mlengo wa Said Qutb. Ambaye Said Qutb anajulikana. Anajulikana, yani mambo haya ya al-Shabab, mambo haya ya al-Qaida, mambo haya ya Daesh, shimbuko lake linatokea kwa Said Qutb, na Said Qutb anachukua kwa Abdul A'la al-Maududi. Sawa. Unaona habari? Yani Said Qutb hata baadhi ya irshadati alizotoa akiwa jela, baada ya kuwa shaandikiwa kwamba atauawa kwa sababu ya hii mienendo yake ya uchochezi. Ndio. Yani kwenye kipindi kilichopita katika vipindi vyetu vya Ifadatu al-Qarib wal-Ba'id, naam, tulizungumzia masuala ya amani na wanaharakati wachochezi. Miongoni mwa wanaharakati wachochezi huyo bwana ni Said Qutb, ni Abdul A'la al-Maududi, ni Hassan al-Banna, ni Muhammad Surur, ambao hawa Barihiani anawatetea. Na katika hiyo nimesikia kwamba kuna baadhi katika mashekhe wao kwamba Barihiani sijajua nimesahau kama ni katika au Surur au Said Qutb, kwamba ukimsema Barihiani anakuja juu sana. Sasa hiyo ndio unaweza kuona siku moja mashekhe wangu pale Tanga mjini pale kuna Masjid Ibn Baz. Ndio. Masjid Ibn Baz ni shekhe wetu Sheikh Muhammad Mafuta. Anafahamika ni mdogo wake na shekhe wetu kipenzi Sheikh Qasim Mafuta. Ambaye Allah muhifadhi na ampe umri mrefu katika kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sasa siku moja kuna dai mmoja katika maduati ndugu zetu alienda pale akazungumzia As-Sururia.
msikiti sasa. Kwenye msikiti wa Masjid Ibn Baz. Ni miaka kadhaa imepita kama 2-3 hivi. Au kama miaka 3 au 4 takriban, lakini kipindi cha nyuma kidogo. Akazungumzia asururia. Na Sheikh Muhammad Mafuta Allah muhifadhi kama ameweka taarikhi katika hilo. Sheikh wangu. Mbona jamaa aliwasha moto? Niliona makala yake kwenye Facebook. Kwa sababu Sheikh Salim Barehani ni rafiki yangu kwenye Facebook. Ndio ni rafiki yangu kwenye Facebook. Kabisa. Aliandika makala ndefu akiwa anamtetea nani? Surur. Muhammad Surur kwamba hii al-Mumtada al-Islami inatetea inajenga misikiti, inasaidia mayatima, inasaidia wajane na kadha na kadha. Sasa kwa mfano tumuulize Sheikh Salim Barehani kwa mfano mathalan katika mambo ambayo tunakubaliana naye. Sisi tunakubaliana naye kwamba maibadhi ni firqa dhalla. Ni pote ambalo limepotea. Tunakubaliana na Sheikh Barehani. Tunakubaliana na Sheikh Salim Barehani vile vile kwamba mashia ni firqatun dhalla. Ndio. Sawa? Ndio. Na tunakubaliana naye kwa radi kwamba wao lazima wakosolewe na zile itikadi zake zao batili ziwekwe wazi. Sawa sawa. Kwa mfano Sheikh Salim Allah kuhifadhi na kuongoze pamoja na sisi. Amen. Kwa mfano mtu mmoja akakwambia hivi, Sheikh Salim, maibadhi wanajenga misikiti. Ndio. Tena baadhi ya misikiti inawezekana wakaijenga wakaisalimisha kwa watu ambao sio maibadhi. Au mtu akakwambia hivi, mashia pia wanajenga misikiti na wanasaidia mayatima. Sawa? Na wanasaidia wajane. Unaweza kumjibu vipi? Ndio. Kwa sababu kule waliposemwa sururia uovu wao kwamba wao manhaji yao ni ikhwan, kwamba wao wanawakufurisha waislamu kwa mambo ambayo hayakufurishi, kwamba wao wanawatukana maulama wetu wa kisalafi akina Ibn Baz, Ibn Uthaymeen, akina Al-Fawzani, akina Al-Albani, akina Saleh Al-Haida. Hawa ni maulama wetu ambao wewe mwenyewe Barehani unawakubali na sisi wenyewe tunawakubali. Sasa jawabu lake litakuwa nini? La shaka kwamba miongoni mwa majawabu yako utasema kwamba hapana, pamoja na kama wanafanya mambo haya lakini itikadi zao potofu lazima tuzibainishe na tuwawekee watu kwamba hawa ni watu wa bid'a na tuwabainishie manhaji ahli sunna kwamba ni lazima kila sunni, yani kila salafi ajiweke mbali na mapote kama haya. Sawa sawa. Lazima jawabu miongoni mwa majibu yake lazima iwe hilo. Ili liwemo. Na vile tutakwambia hivi, jawabu na fi hadha jawabu ka fi dhaka. Sawa. Sio maana yake? Hiyo ndio itakuwa ni maana yake. Unaona? Kwa hiyo kama vile ulivyosema kuambia wale kusema kuhusiana na shekhe wetu Sheikh Muhammad Mafuta na yule muhadhiri aliyekuja kwenye msikiti akawa amebainisha kuhusiana na sururia, wao kasema kwamba sio anajenga msikiti sio kadha na kadha, ndio litakuwa jawabu letu kwa vile utakamomjibu mtu ambaye atakuambia wewe kwamba mbona unawasema mashia na maibadhi wakati wanajenga msikiti wanafanya mambo mbalimbali ya kijamii. Ndio. Jawabu lako itakuwa ni hilo. Kwa hiyo tunarudia pale kwamba sisi kumzuia Kishki, yani Nuruddin Kishki Allah amuongoze pamoja na sisi, kumzuia kwa sisi hatukatai kwa sababu ni mpangilio. Hata sisi wenyewe masalafi tukiita semina zetu na dawa zetu, si kwamba labda mashekhi wa kisalafi wote watakuwepo. Lazima mtachagua baadhi na wengine wataendelea na shughuli nyingine za kidawa. Lakini wale ambao hawajaitwa, si kama hawajaitwa kwa sababu ya kuchukiwa, ni katika ule mpangilio tuna nidhamu kwamba tumeonolea kwamba wapatikani hawa, si lazima wapatikane wote. Naona haiwezekani mkawa labda kwa kuna semina au kwa kuna nadwa au da'wa fulani kwamba mashekhi wote Tanzania wa kisalafi wote watakuwepo. Hapana, lazima mtaandaa watakuwepo baadhi na baadhi wengine hawatakuwepo, wataendelea na majukumu mengine ya da'wa. Kwa kama angezuiliwa kwa sababu hiyo tunasema sawa. Lakini kama kuzuiliwa kwa sababu eti anashirikiana na maibadhi, na wewe Sheikh Salim sasa inabidi usiende. Inabidi usiende maana kilichozuia, kwa sababu kilichomzuia Kishki
Kilichowazuia msimuite Shenudin Kishki ndicho ambacho wewe mwenyewe unatakiwa usiende pia kwa sababu unacho. Sawa sawa. kabisa. Wanasema wa min al-uyubi wa min madha wa min al-uyubi jam'u al-muftariqat. Sawa? Jam'u al-muftariqat wa madha wa tafriqu al-mutamathilat. Sawa sawa. Hii ni katika dosari kubwa katika watu wa hikma. Miongoni mwa dosari ni kuviweka pamoja vitu visivyofanana. Na kuvikusanya vitu ambavyo havifanani. Ndio. Naona hapo. Wa min al-uyubi jam'u madha al-muftariqat wa tafriqu al-mutamathilat. Sawa? Hii ni dosari kubwa. Kwa hiyo si wewe peke yako. Wapo hata wengine. Si wewe peke yako Sheikh. Lakini sisi tunataka wewe kwanza aliyesema kabisa. Kwa hiyo kama Kishki mmemzuia Binyenye msiende kwa sababu hiyo hiyo hapana. Labda kama kuna jambo jingine ndo mliseme kwamba kuna jambo jingine ambalo ni kinyume. Lakini nyinyi kivitendo pia au wewe mwenyewe Sheikh Salim Barahiani kivitendo unashirikiana na watu wa bid'a. Watu wa bid'a. Ni nani hao watu wa bid'a? Muhammad Surur Zainul Abidin ni mtu wa bid'a. Anawatukana kina Ibn Baz na hatujawahi kusikia hata siku moja. Ndio. Ukimsema huyu Muhammad Surur kwa sababu ya kuwasema kina Ibn Baz. Sawa sawa. Na unajua kwamba luhumul ulamai masmuma. Bali tumeona ukiwa tetea sasa. Wewe unamtetea huyu hapa akisemwa Muhammad Surur unamtetea. Lakini Ibn Baz ndio sema kwamba kuwatukana maulama wa ahlu sunna. Naona hapo. Zamani mtu alikuwa kwa kuongezea mtu alipokuwa kama tulivyoelezewa na maulama wetu watu walikuwa wakipewa mitihani kumjua kwamba huyu ni salafi au sio salafi kupitia wanavioni. Ilikuwa zamani mtu akitoka Madina akaenda sehemu yoyote wanamuuliza kama hawamjui ili wamjue kama huyu atakuwa ni salafi au sio salafi. Walikuwa wanamuuliza kuhusu Imam Malik. Sawa sawa. Fa idha athna alayhi khairan, akimsifia Imam Malik kwa khairi, hapo sasa watu wanampokea na kumkirimu wa maila dhalika. Na ikiwa atamsema vibaya na kusema kwamba kadha na kadha, watu wanaachana naye. Mtu alipokuwa akitoka Sham walikuwa wanamuuliza kuhusiana na Imamu Ahli Sham al-Imam al-Auza'i. Akimsifia wanajua kwamba huyu ni salafi. Akimsema kwa ubaya wanajua kwamba huyu ni wale. Akitoka Misri wakimuuliza kuhusiana al-Layth ibn Sa'd. Al-Layth ibn Sa'd ibn Abdurrahman al-Fahmi. Naona wapo watajua kwamba huyu aliyotoka Misri sasa atakuwa ni salafi. Akimsema vibaya nani, akimsema vibaya vizuri al-Layth ibn Sa'd. Hivi ndivyo ilivyokuwa watu kutoka katika miji mbalimbali. Sasa mtu akimsema Ibn Baz ambaye wewe Sheikh Salim unamkubali Ibn Baz, unamkubali Ibn Uthaymeen, unamkubali Al-Albani, unakubali maulama sawa sawa ambao sisi tunawakubali na wewe mwenyewe pia unawakubali. Haya, unatuambiaje kuhusiana na huyu Muhammad ibn Surur ambaye amewatukana maulama na kuwaita kama ni vibaraka ni vibaraka wa watawala, na watawala ni vibaraka wa nini? Wa mabeberu. Ni hatari sana. Yaani kama vile maulama akina Ibn Baz, akina Al-Albani, akina Fauzan, akina kadha, huyu Muhammad ibn Surur anatuambia ni machawa kwa lugha sasa hivi. Ni machawa watawala. Kwa maana wao sio ulama al-umma. Wao ni ulama salatin. Ndivyo anavyosema Muhammad ibn Surur. Hatujawahi kumsikia Bariani anawatetea, lakini tumemsikia akimtetea Muhammad Surur na taasisi yake ya hiyo jumuiya yake ya Jumuiyatu al-Mumtada al-Islami ambayo ameanzisha huko Uingereza huko kwa makafiri huko. Kwa hiyo manake hoja yake ya msingi ni kwamba wenyewe wanajenga misikiti. Ndio hiyo tunajenga msikiti sio nasaidia mayatima. Angalia saidia kadha. Maibadhi pia wanajenga misikiti. Wanajenga misikiti hapo juu hapo. Wanajenga msikiti hapo.
maeneo mbalimbali. Mfano wa karibu hapa wamejenga msikiti tu hapo. Sasa hiyo ni kama kuna sababu, kama hakuna sababu nyingine wamwache bwana Kishki. Kama kuna sababu nyingine kama kuna sababu nyingine watajie, kwa sababu washasema. Lakini kama sababu ni kwamba Kishki anashirikiana na watu wa bid'a, na sisi tunakubali Kishki anashirikiana na watu wa bid'a, yeye na kaka yake Sheikh Abdul Qadir Sharif. Unaona wote na taasisi yao ya Al-Hikma wanashirikiana na watu wa bid'a. Hilo liko wazi. Wala halijifichi, na wao wenyewe wanajua hivyo kama wanashirikiana na watu wa bid'a. Sawa? Pamoja kama wao wanajiita ni watu wa sunna, lakini katika hii janibu wanakosea kushirikiana na watu wa bid'a. Lakini pia hata hawa akina Barahiani na wao pia, Barahiani mwenyewe kama sio taasisi basi Barahiani mwenyewe anashirikiana na watu wa bid'a. Akina nani? Akina Muhammad bin Surur. Unajua katika nilistaajabu sana. Kuona ile clip nilishangaa sana kwa sababu baada ya kuona matukio ambayo nimepata nyuma kwamba mimi kama mimi anapanda juu. Mimi kama mimi sikutarajia kama atataja sababu hii katika ile clip, kwa katika hali ya kumzuia Kishki sikutarajia hii sababu. Kuna barua alikuwa ameshawahi kuiandika. Na mimi niliona ile barua. Hiyo barua alikuwa ameandika akaweka hii sababu. Lakini sasa naona amewekea nini taukidi. Baada ya kuwa jambo hili imeingia sintofahamu kwamba wakajitokeza labda wale wa ile taasisi ya Safina walipokuwa wameleta viashiria, au wakawa baadhi wakataja kwamba watampokea kwa miongoni mwa muhadhiri atakuwepo Kishki, ndio kabisa sasa awekee mkazo. Na wale kabidi wakasema hapana, ni mtu mmoja tukakosea, lakini sisi hatuna time ya kumpokea Kishki. Lakini ikiwa tunarudia kusema wana sunna Ansar sunna, tunarudia kuwakumbusha kwamba jamani, msisahau kwamba Sheikh Salim Barahiani yeye na Kishki yani wao na Kishki wanaafikiana katika kutaamali na watu wa bid'a. Bali niwaambie kitu kimoja, Kishki sio wakala wa maibadhi. Ndio yani hajawahi kuwa wakala, fima naarifu, hajawahi kuwa wakala wa maibadhi kwamba ni naibu kuna kitengo fulani cha maibadhi kisha nakisimamia. La, hilo hatulijui kwake. Kama lipo tutaambiwa, lakini hatulijui. Tunajua kama yeye Kishki anafanya dawa zake, kama ndio ufahamu kwamba yeye ni mhadhiri wa nini ni mhadhiri wa kimataifa. Hivi ndivyo ninavyojulikana, tumeweza kumjua tangu zamani anafanya dawa zake kabisa. Naona hapo hivi ndivyo ninavyojulikana, lakini hatujawahi kumjua kwamba labda yeye ni kuna kitengo fulani cha kibadhi kwamba yeye anakisimamia. La, hatujawahi kusikia hiyo. Lakini Barahiani yeye tushawahi kusikia, bali kuna maulama ambao washawahi kumnasihi ndio kuhusiana na kuwa yeye ni wakala au ni mandubu wa al-Muntada al-Islami. Tunaogopa kusema kwamba Barahiani ni sururia, lakini leo kama mtu akija akatuambia kwamba Barahiani ni sururi, hatuna wasiwasi. Kwa sababu gani? Aliwahi kufanya kazi chini ya nini? Chini ya taasisi ya Sururu. Akiwa yeye hapa Tanzania anafanya chini ya hiyo taasisi au hiyo jumuiya. Lakini kule Mombasa akiwa ni Abu Hamza. Yule wa Mombasa, Sheikh Abu Hamza. Abu Hamza na Sheikh Salim Barahiani ndio tunawajua kufanya kazi katika al-Muntada al-Islam, kwamba wao walikuwa ni nini? Walikuwa ni mandubu. Wao walikuwa ni mandubani. Tumefahamiana vizuri hapo. Lakini huyu hajai kusikia kwamba labda ni kuna kitengo fulani cha kisufi anakisimamia, yani huyu nani Sheikh Kishki, au kuna kitengo fulani cha maibadhi anakisimamia. La. Lakini Barahiani pale ofisini kwake akiwa na bendera ya nini? Na bendera mbili, au akiwa anafanya kwa mujibu wa mambo mawili. Huko anasimamia Ansari Muslim Youth Center. Na huko anasimamia nini? Hawa hatujui sasa hivi, lakini siku za nyuma ilikuwa ndio hivyo hivyo. Hii inafahamika vizuri. Sasa ninataka kusema nini? Kwa nini nimesema neno haya mashaka wangu? Nataka kusema maneno haya kwamba ushiriki wa Kishki na watu wa bid'a ni mwepesi kuliko ushiriki wa Barahiani na watu wa bid'a. Ushiriki wa Kishki ni mwepesi na ushiriki wa Barahiani ni mzito. Sasa hapo tunarudia kusema nani hapa ambaye anatakiwa kuhudhuria kati ya Barahiani na Kishki?
Nadhani ili jibu hili atupe Barahiani mwenyewe apime. Apime yeye mwenyewe, apime mwenyewe au atangaze tauba. Mimi ndiko wakala na huyu. Kwa hii hawa asururi hawa ni ashaddi. Sururi ni ashaddi. Yani sururi na maibadhi wote ni watu wa bid'a na wote ni mahawariji. Ndio. Sawa? Lakini hawa maibadhi hawa maibadhi kwa sasa. Sawa? Ndio. Yani kwa sasa wao wako kimya. Hajasikia wamemuua fulani. Yani katika kwa mfano kama Tanzania. Hajasikia labda maibadhi kuna mtu kauliwa wamemuua fulani au ametoa fatwa kwamba fulani auliwe au kadha na kadha. Wao wako kimya zao kwa Omani, wako na maeneo mengine duniani hapo wanaendelea na dawa zao za kiibadhi kabisa. Lakini Muhammad Sururi yeye kwanza yani anawatukana maulama wetu. Sawa, maibadhi nao wanawatukana maulama wetu. Taban vitabu vyao tunavyo. Shani bata ambao wanawatukana maulama wetu. Naona kama ile ile ya al-Haqudami kitu kama hicho ya al-Khalid na kadha na kadha. Sawa? Lakini wao yani hawajatoa fatwa za kwamba sasa watuue. Hapana. Zile fatwa za wazi za kwamba watuue kama zile za Muhammad Sururi. Hazipo. Naam, kuna masala ambayo wanayo ya kwamba mtu ambaye sio muibadhi wa mdharau na kadha, zipo hizo fatwa tabaa. Na Sheikh wetu Sheikh Qasim Mafuta kuna kipindi alibainisha masala marefu kuhusiana na maibadhi na itikadi yao kwetu sisi, yani kwa wale ambao sio maibadhi. Ndio aliwahi kubainisha vizuri Sheikh wetu, Allah muhifadhi. Naona hapo. Lakini hapa tunachokizungumzia hawa sururia hawa naona ndio ambao inazalikana ndani yake al-Shabab, inazalikana al-Qaida, inazalikana Daesh, inazalikana Boko Haram. Vile vikundi vya gaidi mnavyoviona hivi vinatuua. Vyote vinachomoka kwenye nini? Sururia. Atomoka kwenye sururia. Vinachomoka kwenye nini? Ndio vinachomoka huko. Ndio. Tumeona vizuri hapo. Ndio. Ni hatari sana. Sasa Sheikh hapa tu tunaweza kusema kwamba hapa Sheikh Salim Barahiani hapa amefanya tunasema atasarru, maana yake kafanya atasarru katika nani yake. Ila shaka. Kwa sababu leo kama amefanya tasamu, amefanya haraka, amekurupuka. Atasaru maana yake ni kukurupuka. Ndio. Hapa amekurupuka. Kurupuka kweli. Amekurupuka. Yeye huwa anasema kama majadida. Yeye anazungumzia majadida. Ndio. Huwa anasema majadida miongoni mwa sifa zao na kurupuka. Na yeye hapa amekuwa kama majadida. Kurupuka. Na yeye kakurupuka. Kabisa. Walaki hapa amekuwa kama majadida. Alikaa vizuri kwanza akatafakari kwa hata sababu asingehitaji. Angetafakari asingesema au angeamini kimya. Maana angeona hii sababu muona kama mimi. Mimi mwenyewe nimo. Angeacha hii sababu. Naona. Hapa nadhani kama itakapokuwa huu ujumbe umemfikia insha Allah tabaraka. Na si ujumbe tujautoa ili umfikie peke yake. Lengo lake sisi tunabainisha umma. Aiwa, hii falsafa karibu tunabainisha umma ulio hapa karibu na sisi na ulio mbali. Kuhusiana na manhaji ya ahli sunnati wal jamaa. Naona hapo. Ndio. Kwamba ikiwa wewe yani kuna jambo ambalo unalifanya au unaliitakidi, ukimhukumu mtu kwa jambo hilo, basi na wewe jihukumu kwa jambo hilo. Na kama hujajihukumu kwa jambo hilo, basi jibebee kama ni makosa ili na mwenzako mtafutie nini udhuru. Kwa sababu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ana riwaya anatuambia, au kuna athari anasema kwamba atakapokuwa ndugu yako amefanya jambo, lakini jambo hilo kuna mahmal fulani unaweza kumbeba, yani kuna unaweza kutafsiri katika tafsiri fulani, ukajibebea katika tafsiri, basi jibebee katika tafsiri hiyo. Yani mtafutie upenyo wa kuweza kulibeba hilo jambo. Maadamu unaweza kufanyaje? Unaweza kulibeba. Basi libebe. Kwa na yeye mwenzake angetafuta namna akambebea katika hiyo mahmal. Kwa nini? Kwa kuitazama nafsi yake. Kwa sababu mimi nadhani yeye kama atakuwa anataamali na hawa al-mumtad al-islami, akawa haridhi pamoja kama anawatetea, lakini tujalie kwamba haridhi yale ambao wanaitakidi wao akina Muhammad Sururi, basi ile udhuru aliyoichukua yeye kwa kutaamali na hawa asururia vile amchukulia kishki hiyo udhuru.
Tumefahamiana vizuri hapo. Haimchukui kwa sababu naye mwenyewe ni binadamu. Inawezekana kuna namna akisema maneno hayo kuna udhuru anautafuta. Inawezekana ikawa kuna hivyo. Naona hapo. Kwa hiyo masala ya umoja feki ambao analingania kishki sisi hatuyakubali. Na kutaamana na watu wa bid'a sisi hatukubali. Lakini vile vile tumwambie Sheikh Salim haya ambao hatuyakubali kwa Sheikh Nuruddin Kishki. Sawa. Usisahau kwamba hata wewe mwenyewe unayo ili utubie kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa sababu kama utayaona kwamba yanafaa itakuwa ni kosa, utashindwa kutubia. Ndio kama ile nani kauli ya maulama waliposema kwamba mtu wa bid'a sahibu bid'a la yuwaffaqu bitauba. Kama mtu wa bid'a hawezi kuwafikishwa nini? Kutubia. Kwa nini? Ina maana mtu akishakuwa mtu wa bid'a hawezi kutubia? La, anaweza akatubia. Wakasema kwa sababu yeye anakuwa anaona ile bid'a ni ibada. Tofauti na mtu ambaye anafanya maasi. Labda ni mzinifu au anakula riba au anafanya kadha na kadha muziki au maila dhalika. Utakuta huyu anafanya muziki lakini anajua kama ni haramu. Kwa hiyo inaweza katokea siku akatubia kwa sababu anajua kama anafanya haramu. Lakini mtu ambaye anafanya bid'a yeye ni ngumu kutubia kwa sababu gani? Anakuwa anafanya bid'a hali ya kuwa anaitakidi kama ni ibada. Kwa hiyo inakuwa inashindikana kutubia. Kwa hiyo hata yeye Sheikh Salim unatakiwa ulione kwamba kuliko taamal na Muhammad Surur ujue kwamba hiyo ni bid'a na ni kosa na ni madhambi makubwa kwa sababu huyu anawatukana watu wa bid'a, anawatukana maulama wa sunna kina Ibn Bazi, akina Al-Uthaymeen anawatukana na anaona vitu vya aqida havina faida. Hizi kama aqidatul wasitiyya, aqidatul tahawiyya anaona havina faida yoyote. Huyu ni mtu hata katika mambo ya aqida aliposema kwamba yeye ni salafi ki aqida hamna kitu. Kwa sababu akisema havina faida sasa ni itikadi gani unachukua katika hivyo ambavyo havina faida? Unaona hapo? Na maulama tumepokea kama alivyotaja Imam Sabuni rahimahullah ta'ala kwenye kitabu chake Aqidatus Salaf Ashab al-Hadith. Anasema amenukuu riwaya moja katika wanachuoni min alamati ahli al-bid'ati al-waqi'atu ala ahli al-athari. Miongoni mwa alama za watu wa bid'a ni kuwatukana watu wa athar ahlus sunna wal jamaa as-salafiyun. Na huyo anawatukana kina Ibn Baz. Sasa tunakuomba Barahiani upaze sauti. Umradi huyu Muhammad Surur kwa kuwatukana watu wa bid'a. Kama ambavyo tunaongezea hapo. Paza sauti umradi ubainishie umma wa kisalafi kuhusiana na makosa ya Sayyid Qutb. Kwa sababu Sayyid Qutb anawatukana masahaba na wewe Sayyid Qutb mara nyingi unamtetea. Hebu paza sauti uambie kwamba Sayyid Qutb anawatukana masahaba. Paza sauti yani useme kwamba Sayyid Qutb anawatukana masahaba lakini hili ni kosa. Hata kama mnasema kwamba yeye kwenye vitabu vyake alikuwa anaandika katika usulubu al-adabi, lakini Sheikh huo usulubu al-adabi ndio umpelekea kuwatukana masahaba? Hapana. Huo usulubu al-adabi umpelekea kumtukana Musa alayhi salatu wasalam nabiiullah. Huo usulubu al-adabi umtukana Uthman. Sayyid Qutb hazingatii utawala wa Uthman, anaona kwamba utawala wa Ali, utawala wa Uthman, yani baada ya kufa Umar hapo Waislamu wamebaki hawana kitu. Yani hauzingatii utawala wa Uthman. Ina maana baadaye baada ya Umar yeye anaona anafuatia nani? Ali ibn Abi Talib. Allahu Akbar. Hizi ni itikadi za Kishia kabisa sana. Hebu paza sauti Sheikh Salim. Paza sauti hiyo uiseme. Useme kwamba Sayyid Qutb alikosea. Unaona? Alikosea kuna nini? Kuwatukana masahaba na kuwatukana mitume. Ulikuwa ni usulubu al-adabi lakini akakosea. Sema. Kwani waliomradi Sayyid Qutb wao walikuwa wanataka kumshusha? Hapana. Hawakutaka kumshusha. Paza sauti useme yale ambayo yamepokelewa katika vitabu vyake mbalimbali, katika Adadatul Islamiyya, katika Limadha Adamuni, katika tafsiri ya Qur'an ile, katika dhilal fi dhilal al-Qur'an, taja yale ya kufurisha mujtamaa. Naona hapo? Kuziona hizi adhana ambazo watu wanatoa kwamba hazina maana, kwamba mujtamaa wote wa Kiislamu ni mujtamaa wa kikafiri. Paza sauti. Hilo Waislamu wakusikie vizuri. Hiyo tusikie vizuri, tujue msimamo wako kuhusiana na watu wote hawa. Naam. Apaze sauti au mnasemaje mashaka wangu? Kwa sababu wale wote ambao wamesema, kwa mfano kama Sheikh Rabi ambaye ameandika kuhusu makosa ya Sayyid Qutb, akaandika vitabu mbalimbali ambao tunavyo humu ndani ya maktaba. Ndio. Sawa? Maulama vile vitabu kwanza vitabu vilikuwa vingi ambavyo ameandika Sheikh Rabi kumradi Sayyid Qutb na wengineo katika watu waliopinda au watu waliokosea. Naona hapo
takdim ameiweka Sheikh Saad al-Fawzan ya vitabu hivi. Kwa Sheikh Saad al-Fawzan amekisoma vitabu, amesoma vitabu kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kisha baadaye akaelezea kwa ikhtisari hadi yaliyopatikana katika hivyo vitabu, akabainisha kwamba yaliyoandikwa katika hivyo vitabu ni sahihi. Lakini al-Allama Ibn Uthaymeen rahimahullah alipoulizwa kuhusiana na makosa ya Said Qutb, alielezea katika maulama waliomkosoa Said Qutb, akamuelezea ad-Duwaishi na akamuelezea Rabi' al-Madkhali. Kwa maana maulama yale aliyoandika Sheikh Rabi' ambao wewe barehani unayachukia, maulama wameyasoma na wakayajua, ambao kwa sababu yake Sheikh Rabi' umemuita ni mwanzilishi wa nini, wa salafia jadida. Unaona kazi? Naam. Sasa sisi hatutaki huko mambo ya Sheikh Rabi' wala nini. Sisi tunakuomba tu paza sauti. Ubainishe kwamba Muhammad Surur ana makosa, kwa tukana maulama haifai. Ukiwa unapita katika msimamo wa aima wa zamani waliosema kwamba min alamati ahli albid'ah alwaqi'atu ala ahli alathari. Ubainishe kwa Said Qutb aliwatukana katika usulubu wake al-adabi, akawatukana masahaba na akamtukana Musa, akamtuhumu Musa kwamba ana ukabila. Ibainishe hilo kama ni makosa. Sawa? Bainisha weka wazi. Na jambo la tatu, utubie. Sawa, muhimu sana. Useme mimi natubia kutaamal na sururia. Kwa sababu wao ni watu wa bid'a. Ukishatubia Allah subhanahu wa ta'ala atakubali toba yako. Lakini kama hujatubia na wewe yani kwa rai zetu, kwa sababu umefanana na nani moja kwa moja unafanana na Sheikh Nuruddin Kishki. Anatamani watu wa bid'a ni mwenyewe tena ya shadda na ambao anatamani nao. Hufai kuhudhuria kabisa kwenye kongamano. Hufai kuhudhuria kwenye kongamano. Haifai kabisa. Hata wewe mwenyewe haifai kabisa kuhudhuria kwenye kongamano. Ni kama sababu ni hii na usiwepo. Kama sababu ni hii uliyoitaja, hautakiwi na wewe kuwepo. Kabisa. Waache wengine waendelee. Wewe wapishe. ما وقع فيه Nuruddin Kishki هو الذي وقعت ماذا هو الذي وقعت فيه. ايوه sindivyo? Yale ambayo Sheikh Nuruddin Kishki ameingia ndio hayo Sheikh wetu wewe umeingia. Wewe na Sheikh Kishki mko katika kapu moja kabisa, beba tu mko katika kapu moja, mko katika sehemu moja. Kwa hiyo natakiwa mko katika sehemu moja, bili hukumu yenu iwe ni moja, pamoja kwamba Sheikh Kishki yeye ni akhafu kuliko wewe kama tulivyotaja kule. Naam. Naam Abdurrahman, nadhani maelezo yako wazi kabisa. Sana. Kile ambayo kwa imejificha lazima hapo limebainishwa wazi. Kubwa sababu mudir Sheikh Salim Barahiani atizame tena. Angalie katika maneno yake haya inaonekana hakutizama, hakupima baina yake na Kishki ya kuangalia, lakini kumbe wote wako kwenye kapu moja. Na pia kabla nisahau, labda ni wewe ni ukumbushe kwake, huenda labda ashatubia zamani lakini hajawatangazia watu kama mshaache ile mambo. Inabidi kama ambavyo alitangaza, kama ambavyo alitangaza ndio akaweka kwenye nani yake ya Facebook, ndio basi inabidi na toba yake wazi kwa wana sururia hawafai aweke wazi, ndio. Lakini kwa hajaweka wazi hatumtoa yuko. Na niwape historia kidogo mashaka wangu. Kwa sababu mimi katika sunna muda mrefu. Sana. Kwamba dawa salafia ilipoingia hapa Tanzania, yani dawa ya Sheikh wetu Sheikh Qasim Mafuta Qasim, akilingania hii dawa salafia al-mubaraka, dawa ya mitume na maswahaba na maimamu waliopita. Hivi mnafikiria alipofika alianza kumshambulia Salim Bariani? Abada, wallahi alitumia kwenye dawa yake adabu ya hali ya juu. Sawa. Mihadhara yake ya mara kwa mara alikuwa akizungumzia hii da'watuna wa aqidatuna. Zile semina zake zote, kuna semina ambazo zilifanyika pale, zilifanyika Al-Furqani pale. Kuna semina ambazo zilifanyika pale Malapa. Kuna semina zilifanyika Rishadi. Semina mbalimbali ambazo zilifanyika hasa hapa Dar es Salaam. Hii da'watuna ilikuwa ni hii da'watuna wa aqidatuna, wakisomesha da'wa hii ni ipi, akiwa ni yeye Sheikh Qasim, akiwa ni doktori wetu
Sheikh Dr. Khamis Imam Al-Husaini Allah muhifadhi, Allahumma amin. akiwa ni Sheikh wetu Abu Abd Salam Sheikh Mujahid, akiwa ni Sheikh wetu Sheikh Riyadh, na baadaye wakaja kuongezeka watu wengine kama kina Sheikh Muhammad Mafuta, baadaye kaenda daira ikawa kubwa, kina Sheikh Jafar wakawa ilikuwa inaenda kila watu wanaokuja kusoma wanaorudi kusoma wanaongezeka, lakini yani waanzilishi wakubwa wa kuibainisha hii da'wa ala tariqati at-tafsil kwa kuiweka wazi kabisa ni Sheikh Abdul Fadhl Al-Qasim, ni Sheikh Mujahid Muhammad bin Nasir, ni Sheikh Dr. Khamis Imam, ni Sheikh Riyadh, naona na wengineo tumefahamiana, lakini hawa ni al-kawakib ad-durriya hawa. Naam. Tumefahamiana hapo. Sana. Mwanga huu. Hawa ni mwanga, hawa ni shamsu shumus. Sawa. Tumefahamiana hapo. Hawa ni shamsun. Naam. Kama alivyosema anta shamsun wal muluku kawakibu. Alikuwa anamsifia mfalme wake. Sala. Alikuwa anamsifia mfalme wake. Haingii katika kwamba anamsifia mfalme wake, anamwambia kwamba wewe ni jua. Na wafalme wengine waliobakia katika nchi nyingine ni kama vile nyota, kwa sababu ukiwaka tu wewe zile nyota zote zinazimika. Kwa wale waliotuangaza wakatupa nuru ya da'wa salafia ni hawa watu hawa, walipambana kwa hali na kwa mali mpaka da'wa salafia kawa ilifika hapa tulipo nayo. sawa. Zikazalikana markazi nyingi. Miongoni mwa markazi ambazo zimetokana na hawa mashekhi ni hii markazi yetu, markazi Imam Muzani Shafi'i rahimahullah ta'ala. Na sisi tukasoma kwao, kulikuwa na vitabu vya semina, walikuwa wanakuja na vitabu pale, vile vitabu vilikuwa vinagaiwa bure shekhi. Walikuwa wanajichanga wao wenyewe na kusaidiwa na baadhi ya watu katika khairi, lakini kwanza wao walikuwa wanajichanga. Vile vitabu vilikuwa vinagaiwa bure. Naona kulikuwa na vipindi vya firaq, tunasoma kadha na kadha. Zamani sisi kabla ya wao mashekhi kwanza dawa, sisi tulikuwa na mashekhi zetu hapa tunasoma, na mashekhi wanatuambia kwamba tufahamu Qur'ani na Sunna ala fahamu salafi salih. Lakini katika sisi ambao tulikuwa tunasoma kwa hao mashekhi na tukijiita masalafi, katika sisi humu kuna watu walikuwa wanatoka na tablighi, katika sisi humu kuna maikhwani, katika sisi kuna watu wenye fikra za takfiri, katika sisi kuna watu yani mafikira ni ile yani kama vile dampo na kila kitu. Kwa hiyo ilipokuja sasa wakawa wanabainisha da'wa inakuwaje, alwala wal bara inakuwaje, na kadha inakuwaje, wakawa wanabainisha kitu kimoja. Naona hapo wanasafiri wanaenda sehemu mbalimbali, zile semina zinaanza bado watu wengine wanasoma, kwa mfano kama Dr. Khamis Imam alikuwa bado anasoma. Naona hapo. Kwa hiyo ule mwaka ule ambao uliendelea kubainisha zaidi, kwa mfano mwaka 2007 alibakia pale Sheikh Riyad, Sheikh Nani, Sheikh Mujahidi na Sheikh Qasim. Pamoja kwamba ile movement kubwa sawa, yani ile juhudi kubwa, la shaka kwamba alifanya Sheikh Qasim, na ndivyo inavyokuwa kawaida katika nini, katika masuala ya da'wa. Yani katika masuala ya da'wa kawaida au katika masuala ya kazi yoyote ile, huwa kuna katika ile grupu la watu na kundi la watu huwa anapatikana mtu mmoja ambaye ni mchapakazi sana kabisa. Huwa inapatikana hivyo hata katika ofisi. Huwa inapatikana mtu mmoja unakuta ni mfanyakazi. Yule anachapa kazi kweli kweli. Yule ambaye hata kama akija kwenye ofisi yenu ya kawaida, unakuta kwenye ofisi ile sasa ndio anaashiria wale wengine wote. Yaani mnajikuta kama zile kazi zote ambazo mko mnazifanya kwa siku moja, yeye anazipiga kwa masaa mawili matatu ashamaliza. Sasa Sheikh Qasim alipambana, akaenda Arusha, akaenda Mererani. Yani hiyo Arusha akaingia Mererani, akaenda Moshi, akaenda wapi? Na kuna baadhi ya msafara hata mimi mwenyewe nilikuwepo. Naam. Tufahamiana hapo. Mimi nilikuwepo katika baadhi ya msafara, kama msafara ambao ulitoka hapa ukapita maeneo mbalimbali, ukaenda Tabora, ukaenda Singida, ukapita ukaenda Mwanza, ukaenda Bukoba, ukaenda Kahama. Mimi mwenyewe nilikuwa na Sheikh. Naam. Wallahi alhamdulillah, mimi najinani naona fahari kwa jambo hilo kabisa. Hiyo yote ilikuwa ni katika kubainisha nini, ad-da'watu salafia. Hakuna mtu alikuwa anasemwa kwamba fulani hafai, Ansar Sunna haifai.
lengo ilikuwa ni tashihul mafahim alkhati'ah, kusahihisha ule ufahamu uliokosewa, kama ni ufahamu wa kisalafi wakati sio ufahamu wa nini salafi. Bwana Sheikh, kilichotokea hapo, Sheikh Salim ndo akaanza kumsema Sheikh, akaanza kusema kile Sheikh Rabia, akaanza kusema kile Sheikh Muqbil, akina Muhammad ibn Hadi, Sheikh Muhammad Ahmad al-Jami, akaanza kusema hawa, akaanza kusema sio mambo ya salafia jadidi na mambo kadha na kadha. Sasa wale wasiojua historia katika masalafi na katika Ansar Sunna wanaweza kadhania kwamba Sheikh Qasim alifika pale anashambulia. Si kweli. Sheikh Qasim hakufika anashambulia, alifika anasomesha Uislamu ulivyo. Sheikh Salim Bariani akaweka mihadhara 5 ambayo aliita mihadhara ya dhahabu, alifanyia Tanga mjini akiwa anamshambulia Sheikh Qasim. Naam Sheikh, jazakallahu khaira, nadhani kila kitu kiko wazi kabisa. Sasa narejea kwako wewe ndugu wewe mtazamaji, kwamba hiki ni kipindi ambacho kinakufaa wewe na mwingine. Hii hapa ndio video ieneze kwa ajili ya kuwapa faida watu wengine zaidi. Cha msingi kwamba wewe subscribe ili uwe kwanza kupata taarifa zetu, na kabla hatujahitimisha kipindi hiki, kwanza tuwasikilize wadhamini wetu kwanza. Naam. Markaz Imam al-Muzani ni taasisi inayojishughulisha na shughuli mbalimbali ikiwemo kuelimisha jamii, kusimamia madrasa, kusomesha vijana katika levo za tamhidi, yani asiyejua kusoma kabisa, ibtidai pamoja na mutawasita. Tunakuombeni mchango wenu kwa lengo la kuendeleza shughuli zetu za markaz kama vile chakula cha wanafunzi, upanuzi wa madrasa na kadhalika. Na kwa sasa tunahitaji kununua nyumba ili kupanua madrasa, na kiasi kinachohitajika ni shilingi milioni 60 za Kitanzania. Karibuni, changia kwa namba Airtel Money 0689546152, M-Pesa 0752809553. Pia changia kupitia Amana Bank kwa namba 00114869200001. Jina lisomeke Imamul Muzani Foundation. Kwa maelezo zaidi wasiliana na Sheikh Abdurrauf Al-Munawi kwa namba 0628993212 au 0688745131. Karibuni tuifanyie ziara Markaz Imam al-Muzani. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. إلى حل المعازف والغنى الشيطاني، ورأيت منهم فاسقا يدعو إلى رقص على الأوتار والعيد. Na tunasema kwamba mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa kipindi kingine. Cha msingi subscribe ili uwe mwanafamilia wa vipindi vyetu hivi vya kupeana faida ambazo ni za muhimu katika umma, katika asili yetu hii. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tukutane katika kipindi kijacho.